Mama mmoja mkazi wa kata Nachingwea, manispaa ya Lindi, aomba msaada wa matibabu ya mtoto wake aliyezaliwa na tatizo la ubongo kutibiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Takriban watu 31 wameuawa na kikosi cha msaada wa haraka RSF huko Omdurman, kaskazini mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Na katika michezo, kufuatia klabu ya soka ya Simba kutinga hatua ya fainali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, baadhi ya mashabiki wametamba kutoa ubingwa wa michuano hiyo msimu huu. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Philipina Ndwata, nitakuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Yalanu Singalawa. Mtazamaji karibu. Mama Jamila Saidi, mkazi wa mtaa wa Sabasaba kata ya Nachingwea manispaa ya Lindi, anawaomba Watanzania msaada wa matibabu ya mtoto wake mwenye tatizo la ubongo kuunga na moyo kwenda kupatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Nimefika nyumbani kwa familia hiyo inayoishi mtaa wa Sabasaba na kukutana na Jamila Saidi, mama mzazi wa Rujaina, anayeeleza historia ya mtoto wake aliyezaliwa na ulemavu huo unaomsababishia maumivu makali yatokanayo na tatizo lililopo kwenye mfumo wa upumuaji. Kliniki mimi nimeanza ikiwa na miezi 5. Nimehudhuria kliniki mpaka miezi 9. Na katika kipindi cha ujauzito hakukuwa na shida yoyote. Nimejifungua kwa salama tu, lakini alivyozaliwa ikaonekana ana shida. Wakati huo amezaliwa na ana shida ya tundu moja la pua. Kwa hiyo tulipofika Sokoine ilikuwa hawezi kupumua mwenyewe, anapumua na mashine. Wakatuandikia tuende Muhimbili. Wakakuta pia na moyo wake una matundu. Na hayo matundu inasemekana hayawezi kuzibika. Tumeishi Muhimbili takriban mwezi mzima. Wamejaribu tiba za mara kwanza, walivyomtoa ikaonekana hawezi kuhimili bila kutumia oksijeni. Wakamrudisha tena. Wakatuambia kama huyu mtoto hawezi kuishi bila kutumia mashine. Tukimtoa kwenye mashine ndo mwisho wa maisha yake. Kuna dawa ya mwisho ambayo tunajaribu kuifanya. Kama akiweza kuishi bila kutumia oksijeni, tutakuruhusu urudi nyumbani. Walivyoifanya kweli Mungu akajalia akaweza kuishi bila kutumia oksijeni. Hospitali ya Sokoine imenipa tena transfer ya kwamba mimi nirudi tena kule Muhimbili ili akafanyiwe check up ya huu moyo, tujue je ataweza kuachana na hizi dawa au ataendelea nazo. Aidha amesema tangu kujifungua kwa mtoto huyo amekuwa akikosa ushirikiano kutoka kwa mwenza wake aliyeamua kumtelekeza baada ya kujifungua na kumwacha katika mazingira magumu ya malezi ya mtoto wao. Wakati huo mzazi mwenzangu alivyokuja kumuona, tulivyopewa maelekezo hayo, alivyoondoka sijamuona tena. Yupo anaishi na maisha yake, lakini hajawahi kumjua huyu mtoto kama ni mtoto wake baada ya kuziona hizi changamoto. Kwa sasa familia hiyo inahudumiwa na Asia Saidi, dada mkubwa wa familia, ambaye anaeleza sababu ya kuangukia Watanzania kutokana na ukata wa kimaisha walionao hivi sasa. Kila baada ya wiki 2 kwa sababu ya upumuaji anatakiwa aende hospitali, na akienda kule hospitali kuna gharama za matibabu. Huyu mtoto chakula chake ni maziwa ya lactogen. Kila baada ya wiki 2 inatakiwa apate hayo maziwa shilingi 34,000. Kutokana na hali isilivyo, hiyo inakuwa changamoto, hatuiwezi. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie. Kisha ni kwa utafuta uongozi wa mtaa ili kuona hatua zilizochukuliwa na namna wanavyoshiriki kumsaidia mama huyu. Na hapa Elizabeth Michenje, mwenyekiti wa mtaa wa Sabasaba, anaeleza. Ninaomba sana jamii mzima ambaye kila mtu ambaye atakayeguswa na tukio hili, na kama utasikia basi mfahamishe hata na mwenzako. Naomba tumsaidie huyu mama apate kuweza kurudi tena Muhimbili. Kutoka Lindi, Ahmad Nandonde, Channel 10.
Mtu mmoja amekutwa akielea katika mto Mpanda eneo la Misunkumilo, kata ya Mpanda Hoteli, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, wilaya ya Mpanda, mkoani Katavi. Kisa cha kifo hicho bado hakijajulikana, huku umri wake ukikadiriwa kuwa ni miaka 45 hadi 50 na ni jinsia ya kiume. Pasco Emmanuel kutoka huko mkoani Katavi ana undani wa taarifa hii. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli, Ibrahimu Ali, amesema kuwa asubuhi amepigiwa simu na mmoja wa wajumbe juu ya tukio hilo. Mjumbe wangu alinipigia simu, ananiambia mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa Machinjioni. Kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji, mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imesafiri kwa maji kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila ilipofika maeneo ya Machinjioni ikakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa basi niliweza kufika. Nao baadhi ya mashuhuda katika tukio hilo, akiwemo balozi wa shina namba 11 eneo la Mpanda Hoteli, Hidaya Makoloboi na Edas Nyambo, wameeleza namna walivyoshuhudia mwili huo ukiokolewa. Kwa kweli huyo mtu yani hatambuliki kabisa, ila wameshamuokoa, ila ni jinsia ya kiume. Na zimamoto tayari wameshafanya kazi zao na wamekuja wamechukua hayo mauti, wameyapeleka mochwari. Kwa wale wanayemtambua wafike, wale wenye ndugu waliopotelewa, naomba wafike wakaangalie mwili huo wa marehemu. Kwa tukao tumeenda kuangalia labda huenda tunaweza tukao tunamtambua. Bahati nzuri tumefika kwenye eneo la tukio, tumekuta zimamoto, mwenyekiti wa mtaa, viongozi wote wa serikali ya mtaa. Zimamoto wamefanya uokozi wa kumtoa mwili wa marehemu kwenye maji, ila mwili hujatambulika ni nani, umeharibika sana. Mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi amesema kuwa katika uchunguzi wa awali wamebaini kuwa maiti hiyo ilikuwa imegongwa na kitu kichwani. Tumefanikiwa kumopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. Na kwa uchunguzi wa awali, wakati na mopoa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, inaitwa Pasco Emmanuel Katona. Takriban raia 31 wameuawa na kikosi cha msaada wa haraka RSF huko Omdurman, kaskazini mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, vikundi vya kujitolea viliripoti Jumapili. Tupate undani wa taarifa hii. Kikosi cha RSF kilifanya mauaji ya kutisha na kuwaua watu 31 kutoka eneo la Al-Salia, ikiwa ni pamoja na watoto wachanga, katika tukio baya zaidi lililoripotiwa mauaji ya watu wengi katika eneo hilo kuwahi kushuhudiwa. Mtandao wa madaktari wa Sudan na kikundi cha kujitolea ulisema katika taarifa, tunachukulia mauaji haya umati kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuokoa raia waliosalia na kufungua njia salama ili kuwaruhusu kuondoka Al-Salia, ambao ni makazi ya maelfu ya raia wasio na silaha. Wakati huo huo, kamati kuu za upinzani za Al-Salia, kikundi kingine cha kujitolea, pia kiliripoti mauaji hayo, ikisema kwamba wanamgambo hao waliwateka nyara raia wasio na silaha kutoka eneo hilo na kuwaua. Takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa idadi ya raia waliouawa inazidi 30, kundi hilo lilibainisha. The Emergency Lawyers Initiative, kundi la tatu la kujitolea, pia lililaani mauaji hayo na kuyaita uhalifu wa kikatili na ukiukaji mkubwa wa mikataba yote ya kimataifa, sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa sasa RSF inadhibiti eneo la Al-Salia lililoko kusini mwa Omdurman, ambalo limeshuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya wanajeshi wa Sudani na RSF. RSF bado haijajibu madai hayo. Sudan imekuwa katika mzozo kati ya SAF na RSF tangu katikati ya Aprili 2023, vita ambavyo vimesababisha makumi ya maelfu ya vifo na idadi kamili haijulikani. Shirika la kimataifa la uhamiaji linakadiria kuwa mzozo huo umesababisha zaidi ya watu milioni 15 kukimbia makazi yao ndani ya Sudani na nje ya nchi. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10+. Waasi wa Kihouthi wa nchini Yemen wamesema shambulio la anga lililofanywa na Marekani lililokilenga kituo kinachowashikilia
wahamiaji kutoka Afrika limewaua watu 68. Kamandi kuu ya Marekani haijazungumzia tukio hilo. Taarifa ya Wahouthi iliyotolewa mapema leo imesema pamoja na kwamba watu 68 waliuawa katika shambulio hilo kwenye eneo la Saada, watu wengine 45 wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa waasi hao wa Yemen, wahamiaji 115 walikuwa wakishikiliwa kwenye kituo hicho wakati wa shambulio hilo. Eneo lililoshambuliwa linafahamika kuwa ngome kubwa ya waasi hao. Kituo cha televisheni cha Al Masira chenye mfungamano na waasi wa Kihouthi kimeripoti kuwa shughuli za uokoaji na timu za huduma za dharura zinakabiliwa na changamoto kutokana na uharibifu mkubwa uliotokana na shambulio hilo. Serikali inakusudia kufanya marekebisho ya sheria ya nishati vijijini namba 8 ya mwaka 2005 iliyoanzisha bodi, wakala na mfuko wa nishati vijijini, lengo likiwa ni kuhakikisha uwepo wa matumizi endelevu ya nishati safi ya kupikia nchini. Tupate taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo katika mwaka wa fedha 2025-2026. Lengo la mkakati huo ni kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Manufaa ya utekelezaji wa mkakati huu ni pamoja na kuwaepusha Watanzania ama wananchi na athari za kiafya zitokanazo na matumizi ya nishati zisizokuwa safi za kupikia na kukabiliana na uharibifu wa mazingira unaotokana na matumizi ya nishati zisizokuwa safi za kupikia. Kuhusu mpango kabambe wa kupeleka nishati vijijini, Dr. Biteko amesema vijiji vyote 12318 Tanzania bara vimefikiwa na nishati ya umeme. Pamoja na kukamilisha kwa kazi ya uunganishaji wa umeme vijijini, serikali imeendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo jumla ya vitongoji 33657 kati ya vitongoji 64359 vya Tanzania bara sawa na 52% tayari vimeunganishwa na umeme. Akizungumzia kutekeleza mradi wa ujenzi wa miundombinu ya kusambaza gesi asilia kwa njia ya mabomba katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani pamoja na uanzishaji wa vituo vya kujazia gesi asilia CNG kwa vyombo vya moto, Waziri Dr. Biteko anaeleza. Hadi Aprili 2025, jumla ya vituo 9 vya CNG vimekamilika na vinatoa huduma, vikalinganishwa na vituo viwili huko tulikotoka, na mwelekeo wa serikali ni kuwa na angalau vituo 20 ifikapo Juni 2026. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, Dr. David Matayo, akatoa maoni na mapendekezo ya kamati, huku baadhi ya wabunge wakichangia bajeti hiyo. Wizara iongeze kasi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji 32,030 vilivyobakia. Utekelezaji umeonyesha kuwa vitongoji vilivyofikiwa na umeme viliongezeka kutoka 32,730 mwezi Februari 2024 hadi 33,658 mwezi Februari mwaka 2025. Wapo wananchi mijini ambao wanaishi mijini lakini hawana uwezo wa kulipia shilingi 321,021 kuunganishiwa umeme. Bado eneo la uchimbaji mdogo linahitaji kufikishiwa umeme ili waweze kufanya shughuli zao kwa bei kwa gharama ambayo ni nafuu. Hili ni eneo ambalo pia serikali inaweza kaliangalia. Wizara ya Nishati imeliomba bunge kuidhinisha kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 2 ili ofisi hiyo iweze kutekeleza majukumu yake ikiwemo miradi ya maendeleo. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Kutokana na tafiti kuonyesha kuwa sehemu kubwa ya migogoro inayotokea hapa nchini inasababishwa na uelewa mdogo wa mambo ya mirathi na uoga wa kuandika wosia. Hivyo Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania LRCT imewataka wananchi kuandika wosia ili kupunguza migogoro ambayo imekuwa ikitokea katika jamii pindi wanapoondokewa na wenza wao. Undani wa taarifa hii anatutaarifu Jimmy Mengele. Hayo yamezungumzwa na mwanasheria Viki Mbunde kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania alipokuwa akitoa elimu ya mirathi na wosia kwa walimu wa shule za sekondari Hassan Al-Damji katika wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, ambapo amesema elimu ya wosia ni muhimu katika jamii ili kuepusha migogoro katika familia. Elimu ya wosia inakuwa ni muhimu sana kwa jamii zetu ili kuelewa, kuepusha migongano
pale ambapo mtu anafariki, aliyowaacha wale wanufaika wake au warithi wake wataishi vipi? Ndio maana pia usia ni muhimu ili kuondoa migongano ya baadaye, kuweka mambo sawa pale unapokuwa upo, familia yako ishi vipi, mke au mume waishi au wazazi waishi vipi. Kwa upande wake mwanasheria kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, Baraka Chipamba, ameishauri wanandoa kutafuta hati ya pamoja wanaponunua kitu, hususani ardhi, ili kuepuka migogoro ya ardhi pindi mmoja wao anapofariki, huku baadhi ya walimu wakitoa maoni yao. Na mara nyingi huwa tunawashauri wanandoa, ili umlinde mke wako, ardhi ukinunua, tafuteni hati ya pamoja, ukitaka asinyang'anywe. Manake wewe ukifariki, ile sheria inasema atabaki nayo huyu mwingine mpaka naye atakapofariki, ndio hiyo mali inaweza ikagawanywa kwenda kwa watoto na wanufaika wengine. Hiyo ni mali ya pamoja. Sasa ametokea mmoja amefariki, manake huyu mwingine, huyu ambaye ametangulia kufariki kabla ya mwenzake, haiwezi kagawanywa, wala uwezo kusema atasimamia fulani, kwa sababu ya taratibu ya kwenye sheria ya ardhi inakataa. Ushauri wangu mimi katika wosia, kwa nini tunagawa hizi death certificate, tunagawa birth certificate? Kwa nini kusingekuwa na karatasi maalum ambazo lita wanazitoa au taasisi yoyote, mtu anapotaka kuandika iwe kihalali, iwe registered, na inakuwa nzuri, kwa sababu inawezekana mimi saizi hapa nishakuwa mtu mzima na watoto wangu 6, nataka niwaandike watoto wangu wale 6, lakini kuandika kwake inabidi utaratibu ufuatwe. Kuna kibali maalum nikakichukue, nikiandike na kitatoa namba, kilitolewa siku fulani, saa fulani, muda fulani. Kule wao audit watakuwa na hizo taarifa. Kipekee kabisa naomba nitoe shukrani za dhati kwa ujio wenu wa kuja kutupa elimu nzuri ya kijamii itakayotusaidia kwa ajili ya maisha yetu na baadaye kwa ajili ya vizazi vyetu. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Homboza wilayani Kisarawe mkoani Pwani wameiomba serikali ingilie kati mgogoro wa ardhi uliopo na watu kupata vitisho na kujeruhiwa mara kwa mara, sababu kubwa ikiwa ni kuuziwa ardhi eneo la serikali. Wamesema hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti wakati alipotembelea kutatua changamoto, na baada ya kusikiliza ametoa siku 14 kwa wale wote waliouziwa eneo la serikali kujisalimisha na hati zao kuzungumza ili kupata suluhu ya changamoto hiyo. Tumekwenda polisi, kasema muuzie, kakataa. Kila siku akija pale yeye anakambana, akija pale ananipiga. Msaada wa serikali mtusaidie, Mama Samia atusaidie, mkuu wa wilaya atusaidie, utuangalie, tumeshaingia mkenge. Tunaelekea wapi wa mama na watoto? Wale wote mliouziwa kinyume cha utaratibu eneo la Kichangani na Parale, eneo la serikali lenye ukubwa wa hekari 3000, natoa siku 14 wajisalimisho wote waliouziwa mje na nyaraka zenu. Hiyo ni maelekezo, hairuhusiwi kuhojiwa na mtu yoyote. Mpige makofi, msipige makofi, mpongezane. Eneo la serikali linarudi, mtaki ustaki. Kuna option mbili, waliojenga njooni mfanyiwe tathmini, mlipe. Katika kuhakikisha usalama wa wafanyabiashara wa huduma za kifedha unaimarishwa, Jeshi la Polisi mkoani Njombe kwa kushirikiana na taasisi za fedha limetoa elimu ya ulinzi wa fedha na ulinzi binafsi ili kusaidia usalama na utoaji huduma katika jamii. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limechukua hatua ya kuimarisha ulinzi kwa wafanyabiashara wa huduma za kifedha kufuatia matukio ya kiuhalifu yaliyoripotiwa hivi karibuni, ambapo kupitia mkakati huo kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmudu Banga amefanya kikao na wafanyabiashara wa miamala ya kifedha kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kujilinda na kukabiliana na vitendo vya uhalifu. Kukutana kwetu tulikuwa tuna maazimio ambao tulikuwa tunataka tuyapitie baada ya kukutana mara ya mwisho mwaka jana baada ya tukio la mauaji ya mfanyabiashara aliyofahamika kwa jina la Ndambo, lakini uwekaji wa sefu katika maeneo ya kazi. Ni sisi kama jeshi la polisi tumewahakikishia kwamba kwa wakati huu wa msimu wa piki fedha, kwa sababu sasa ndio msimu wa mavuno ya viazi, kwa fedha za mawakala zinazopitia kwao ni nyingi. Kwa sisi tutaendelea kuimarisha ulinzi. Aidha, kamanda Banga amesema katika kikao cha wafanyabiashara hao
Pia amehimiza matumizi ya kufunga kamera kwenye sehemu za utoaji wa huduma za kifedha sanjari na maeneo ya makazi, huku akiwataka kutumia sheria kumiliki silaha. Moja ya maazimio ilikuwa ni pamoja na ufungaji wa CCTV kamera katika maeneo ya kazi. Jambo ambalo limejitokeza katika kikao hichi ni pamoja na wao kuomba umiliki wa silaha kama ulinzi binafsi. Hii yote kwa harakati za kuhakikisha kwamba mawakala hawabaki na pesa nyumbani au sehemu zao za kazi, zinaenda mahali salama, sehemu za benki. Lakini pia nimshukuru sana kamanda wetu Banga. Amekuwa ni mtu msikivu. Tupo kwenye kikao kwa ajili ya kuelimisha mawakala kwa sababu kumekuwa na matukio mengi ya utapeli. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara hao wamepongeza hatua ya jeshi hilo kufanya mazungumzo yanayolenga kuwapa mbinu mbalimbali za kukabiliana na wimbi la uhalifu. Kwa vile huduma zetu za fedha zina changamoto sana, na wezi kila siku wana mbinu mpya ya kuweza kuingia na kutakatisha pesa zao. Kwa sisi uwaga wanapenda kutuita mara kwa mara na kutupatia elimu jinsi ya kuweza kuzitunza fedha. Kutoka mkoani Njombe, mimi naitwa Michael Patrick wa Channel 10. Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma amewataka mahakimu pamoja na majaji wote hapa nchini kuwa waadilifu wakati wa utoaji wa haki kwa wananchi, huku akisisitiza matumizi ya teknolojia kwenye utoaji wa huduma kwa lengo la kupunguza mrundikano wa mashauri mahakamani. Taarifa zaidi na Ernest Mbezi. Profesa Ibrahim Juma ametoa wito huo akiwa wilayani Lushoto mkoani Tanga wakati akifungua mafunzo kwa majaji 5 wa mahakama ya rufani, wakiwemo 4 walioteuliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Januari 10 mwaka huu. Umuhimu wa uadilifu katika utoaji wa haki, hili ni jambo muhimu sana, na haki inaanzia kwenye nafsi yako wewe. Unaweza kuwa na sheria nzuri zipo, lakini sheria nzuri haitoshi kama mtekelezaji wa sheria hana kiini cha utoaji wa haki. Na hapa sio jaji tu, hata mawakili. Uadilifu ni kwa wote. Kuhusu matumizi ya teknolojia mahakamani, Profesa Ibrahim Juma amesema teknolojia imekuwa ni sehemu ya utoaji wa huduma. Wengine wameshindwa kutumia teknolojia, wameshindwa kufanya kazi. Basi Tume ya Utumishi wa Mahakama inaombwa iangalie hilo jambo. Nadhani hatutafikia huko kwa sababu tuna muamko tayari mkubwa sana katika kutumia teknolojia katika mahakama ya rufani, na tukiweza kutumia teknolojia nadhani kazi zetu zitakuwa rahisi sana. Kwa upande wake, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Tanga Bi Katarina Mteule anaeleza faida za matumizi ya teknolojia katika usikilizaji wa kesi za wananchi waliopo mbali. Muende huko mkasubiri, mtaomba simu tu inaweza. Simu itaweza, simu tu. Ombeni kwa vijana wenu, ombeni kwa jirani, mradi mweke kabando kenu kashinge 2,000 3,000. Alafu mtasikiliza badala ya kulipa nauli ya kutoka huko kwenu kuja huku na kupoteza muda mwingi. Hawakuamini, walifurahi sana, wakasema kwa kweli Jaji Mkuu amefanya jambo la maana. Mafunzo hayo yanatolewa na Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto kwa muda wa siku 5, ambapo miongoni mwa mambo yatakayofundishwa majaji hao wa mahakama ya rufani ni pamoja na matumizi ya teknolojia, kama anavyobainisha mkuu wa chuo hicho Dr. Paul Kihwero. Tazungumzia zaidi nafasi ya majaji wa mahakama ya juu katika eneo zima la teknolojia na hasa kwenye swala la utoaji wa haki. Na ni kitu ambacho nashukuru sana mfawidhi wa Tanga amezungumzia namna gani wananchi wanavyolichukulia hilo, kwa sababu sisi tunaangalia hata namna gani sisi tunavyotulahisishia kama majaji na mahakimu, lakini mheshimiwa amelizungumzia namna gani wananchi wa kawaida wanavyoona kwamba inawasaidia kwenye utendaji. Kutoka wilayani Lushoto mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kufuatilia habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata, na tuende mapumziko mafupi. Tukirejea tutaendelea na habari. Channel 10 Plus. Naam, karibu mtazamaji, tumerejea tena. Rwanda imewakamata maafisa 3 wakuu wa bodi ya migodi, petroli na gesi nchini humo pamoja na wafanyabiashara 4 wanaoshukiwa kuhusika na rushwa na matumizi mabaya ya mamlaka. Tupate undani wa taarifa hii. Ofisi hiyo ya upelelezi imesema watatu hao ni Agustini Rwamushana, John Kanyangira na Richard Nyongabo walizuiliwa katika mji mkuu wa Kigali bila kutaja ni lini walikamatwa. Taarifa ya ofisi hiyo ya uchunguzi imeongeza kuwa maafisa hao 3 walikamatwa pamoja na wafanyabiashara 4
walioshukiwa kuhusika katika uhalifu unaohusishwa rushwa, matumizi mabaya ya mamlaka kwa kutumia ofisi zao kwa maslahi binafsi, kujilimbikizia mali kinyume cha sheria, pamoja na utakatishaji fedha. Haya yanajiri baada ya Umoja wa Ulaya mwezi Machi kuwekea vikwazo viongozi wa bodi hiyo kufuatia hatua ya Rwanda ya kuwaunga mkono waasi wa M23 huko Kongo ili kujipatia madini muhimu. Haijabainika wazi iwapo maafisa hao wanahusishwa na biashara haramu ya madini kutoka eneo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Rwanda inashutumiwa kuwaunga mkono wapiganaji wanaopigana na serikali ya Kongo kufanya ulanguzi wa madini hayo. Shabani Mpute, Channel 10+. Watu 11 wamethibitishwa kufariki baada ya gari kuingia kwenye umati wa watu kwenye tamasha la barabarani huko Vancouver nchini Canada, polisi wa eneo hilo walisema Jumapili. Polisi wa Vancouver walisema kwenye chapisho la X kwamba wanaamini kuwa tukio hilo halikuwa kitendo cha kigaidi. Mkasa huo ulitokea muda mfupi baada ya saa 8 mchana ambapo sherehe za kuzuia siku ya Lapulapu ilikuwa ikiendelea. Vyombo vya habari katika eneo hilo viliripoti kwamba gari jeusi aina ya SUV iliwagonga watu ambao walikuwa wakitembea au kusubiri karibu na lori la chakula na kuwaacha waathiriwa wengi wakiwa wamelala chini. Mshukiwa huyo mwanaume wa Vancouver mwenye umri wa miaka 30 alikamatwa katika eneo la tukio na uchunguzi unaendelea. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alielezea mshtuko wake akisema kuwa katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii, nimefadhaika kusikia kuhusu matukio ya kutisha katika tamasha la Lapulapu huko Vancouver mapema jioni hii. Tunafuatilia hali hiyo kwa karibu. Meya wa Vancouver Ken Slim alisema, nimeshtushwa na kuhuzunishwa sana na tukio la kutisha kwenye hafla ya leo siku ya Lapulapu. Tutajitahidi kutoa taarifa zaidi haraka iwezekanavyo. Imetajwa baada ya kiongozi wa kiasili wa Ufilipino aliyepigana dhidi ya ukoloni wa Uhispania katika karne ya 16, siku ya Lapulapu ilitambuliwa rasmi na jimbo la British Columbia mnamo mwaka 2023 na inaadhimishwa sana na jamii ya Wafilipino katika jimbo hilo. Mimi ni Juma Mohamedi na hii ni Channel 10+. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini Emmanuel Mwalupindi amewataka vijana kutokuwa sehemu ya kuharibu amani ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza kwenye mahafali ya shule ya sekondari Sangu iliyopo mkoani Mbeya inayomilikiwa na Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi, Mwalupindi amesema ni muda mwafaka kwa vijana kujikita kwenye shughuli za kujiingizia kipato badala ya kufuata mikumbo ya vyama vya siasa. Nitumie jukwaa hili kuasa hasa vijana tusiingie kwenye siasa za mikumbo ambazo zinakwenda kutugharimu sisi na mara nyingine kwenda kuzigharimu familia zetu. Kwenye kupitia mahafali haya hatutangazi chama chochote cha siasa, lakini ni vema tukailinda na kuitunza tunu ya amani ambayo walituachia waasisi wetu. Sio vema kwa hali ambavyo imetulia, namna ambavyo serikali inafanya majukumu yake ya kimaendeleo, kupata taifa ama vijana ambao wanakwenda kuhitimu na kwenda kutumika kama vyanzo vya migogoro ama uvunjifu wa amani. Zipo siasa za hovyo ambazo zinatumia makundi ya vijana kwa maslahi ya watu fulani. Tusiingie kwenye mikenge hiyo. Kwa upande wake Dr. Mabura Mahande amezungumzia mkakati maalum wa kuendelea kuikuza kitaaluma shule hiyo, huku mwenyekiti wa bodi ya shule Jeremia Mahenge na chifu wa kabila la Wasafa Rocket Mwashinga wamezungumzia manufaa ya uwekezaji huo. Lakini kwa mwanzo huu wa kwetu ambao tunaendelea nao sasa, kwa shule unafanya kazi kubwa pamoja na management. Hongereni sana. Ninatamani sana nitembelee shule baada ya miaka kadhaa ijayo. Nadhani kama ulivyoahidi mshemisiri nadhani zitakuwepo. Kwa hiyo mimi niwekeni kwenu kwamba mtakuwa na mshemisiri yake. Na naamini kwa jinsi ninavyowafahamu walimu wangu na mkuu wangu wa shule
Sangu itakwenda kuwa kioo cha shule zote za wazazi pamoja na za serikali. Tupende muda kidogo. Mwanzo zimeuona jamani. Tunakwenda kuzuri sana. Msikose kutuletea watoto kwa ajili ya kuwafundisha pale. Tunawapa baraka kwanza walimu wote. Tunatoa baraka kwa vijana wote waliomaliza shule. Kama inawezekana ndani ya miaka miwili mwe mmeajiriwa. Mwe watulivu. Tusije tukaona tena mnageuza sura mnavuta bangi mitaani. Wazazi tunalia. Wote wazazi wanawategemea. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10+. Naam, shukrani Epimakus Apolinari kwa taarifa hiyo. Wakulima wa vyama vya ushirika mkoani Mara wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusimamia uanzishwaji wa benki ya ushirika wa wakulima, kwani itasaidia kuondoa urasimu katika upatikanaji wa mikopo waliokuwa wakikutana nayo. Musa Makali ana undani wa taarifa hii. Hawa ni miongoni mwa wakulima wa chama cha ushirika wa Maku hapa mkoani Mara ambao walikuwa wakifuatia hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anazindua benki ya ushirika wa wakulima yani COP, na hapa wanasema kuanzishwa kwa benki hii itakuwa mkombozi kwao kutokana na mateso makubwa ambao walikuwa wanayapata hususan wakati wa kupata mikopo. Inakuja kuleta mikopo nafuu, mikopo yenye riba nafuu zaidi kwa mkulima. Kwa hiyo mkulima hataweza kunyonywa. Pia katika vyama vya ushirika itakuwa inasaidia. Mwanzo tulikuwa tunapata tabu sana katika collateral, ili mpaka upate mkopo ni mpaka uwe na collateral, mali sio hamishika. Wengine wanakufa bila kufanikiwa kupata hela yao. Huyu Mama Samia amesema kwamba mkulima anapokuwa ameleta fedha, ameleta mazao yake, apewe fedha mkononi. Changamoto ilikuwa ni kwamba pembejeo hazifiki kwa muda mwafaka. Tunaingia shambani, pembejeo inakuja muda umechelewa sana. Mheshimiwa Rais imetugusa moja kwa moja sisi kama wakulima, na ufunguzi au uzinduzi wa benki ya Coop Bank, benki ya ushirika, inaenda kuleta chachu kwa wakulima hasa wadogo wadogo ambao walisaulika kwa sababu hawakuweza kupata huduma ya kibenki. Kuzinduliwa kwa benki ya wakulima kunatajwa kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa changamoto na gharama kubwa ambazo wakulima wamekuwa wakikutana nazo hususan katika upatikanaji wa mikopo. Na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanasema sasa amewafungulia njia ambayo itawasaidia wao kuondolea changamoto ambazo walikuwa wanakutana nazo. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Musa Makali inatoa wasaa wa habari za michezo na burudani. Muda mfupi ujao utakuwa naye Winga Teresa Witness Alanu Singalawa katika upande huo wa michezo na burudani. Mtazamaji, tafadhali endelea kubaki nasi. Namna hivyo Filipina Ndwata ananipa kijiti kudunda dunda viwanjani. Mwanamichezo tujumuike kufahamishana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni mwanamichezo wako Witness Ngalawa, maza kunita Winga Teleza. Na moja kwa moja kubwa siku ya leo, baada ya klabu ya soka ya Simba kufanikiwa kutinga hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wamesifu kiwango cha timu hiyo na kueleza kuwa Simba wanaweza kutoa ubingwa wa michuano hiyo msimu huu. Hawa hapa ni baadhi ya mashabiki na wadau wa soka, hususani mashabiki wa Simba ambao wamezungumza na Channel 10+ michezo mapema hii leo. Kwa uhakika tunao, kwa sababu kwanza tunatumaini moja, kwanza mechi tunaenda kuanzia kwao, baada ya kwao sisi tunakuja kuwamalizia nyumbani hapa. Kwa hiyo uhakika tuna uhakika, kwa sababu sisi kama mashabiki kombe tutakuwa nalo uwanjani pale, tunaliona, na hata na wabunge wetu na wenyewe kule bungeni na imani na wenyewe wataraji kombe liende bungeni walione kombe lao. Bwana, matokeo ya Simba mimi kwanza amenifurahisha sana, tena sana zaidi ya sana, hadi tumekumbuka maneno ya hayati mwalimu hayati Dr. Magufuli alichosema kwamba bwana, Tanzania inabidi tulete kombe, na Simba akaibariki, ndio hiyo timu ya kwanza kuleta kombe, na kweli italeta. Fainali tumeenda, walisema hatuende, na fainali tumeenda, tunatoboa. Ona mpira wa mwisho wale jamaa wakati wanacheza,
ni kwamba walikuwa na ball position ya goli 4, lakini bado walikuwa wanataka kupata goli. Kwa hiyo wale jamaa kwa mimi nimeona kama ni washindani wakubwa sana. Uwezo wa Mwenyezi Mungu, siku itakayofika kombe tabaki hapa kwetu, tunamshukuru Mungu, tutalipeka bungeni na tunamwomba mama atupokee kwa shangwe na vigeregere, ajiwekeze sana kwenye soka la mpira kwa sababu tumeamua kujitolea, kitu tunachokifanya ni kikubwa, dunia na Afrika nzima inatuona. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa hilo. Simba wao huwa wanajituma sana kuliko ni sisi. Sisi hatuna umakini kwa swala kama hili. Sisi ndio tunatakiwa tuwe timu ya kwanza yenye kuleta ile kombe. Lakini na imani Simba huenda wakaleta. Na imani. Ingawa nafsi yangu itaniuma sana. Nikiwa bado na taarifa ama habari kuhusiana na mnyama Simba bungeni Dodoma, hii leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeipongeza timu ya Simba Sports Club kwa kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku wabunge wakiwasiwa Tanzania kuweka makundi pembeni na kuiunga mkono timu ya Simba kwa maslahi mapana ya taifa, ikiwemo kutoa kombe hilo. Leonard Mwacha ana taarifa zaidi. Salamu za pongezi zimetolewa na Spika wa Bunge, Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson, mara baada ya kumalizika kwa kipindi cha maswali na majibu bungeni. Mheshimiwa wabunge, pia nitumie fursa hii kuwapongeza Simba Sports Club kufikia hatua ya fainali na tunawatakia kila laheri. Sasa warejeshe kombe hapa nyumbani. Tunawatakia kila laheri. Aidha, baadhi ya wabunge wamesema ushindi wa timu ya Simba ni wa taifa zima na unazidi kuipaisha Tanzania katika ramani ya ulimwengu wa soka kimataifa, hivyo hakuna maana ya kuwa na makundi kwa sasa. Inaenda kutoa motisha kwa wengine, timu nyingine zinazoibuka na wachezaji kwamba kumbe tunaweza kucheza na tukafika mahali dunia ikajua kwamba hii ndio Simba. This is Simba. Cha kwanza kabisa, mimi ni mwananchi, mimi ni Yanga damu, lakini kwa mahali ambapo Simba imefikia, sisi ni lazima tuwaunge wa Tanzania wenzetu, na nitawaomba hata wenzangu washabiki wa Yanga, hata Yanga wasipotaka kuwashabikia Simba haitabadilisha chochote kwamba wao watakuwa kwenye hiyo nafasi. Kuna wakati nadhani tuliona kwamba jasho limetoka sana kwa vijana wetu. Kufanikiwa kwa Simba ni kufanikiwa kwa mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba hadi unajua zinaenda timu 4, zinaenda timu 3 kwenye hii michuano ya kimataifa. Kuna mtu alisababisha tukaenda huko. Na lazima moja kati ya timu. Kwa hiyo tunasaidiana na msisitizo ni ule ule. Timu ni zile na watu ni wale wale. Ikitokea tukashinda, na tunatamani tushinde ili kombe mara hii. Yaani tunaomba Mungu na tunawekeza maombi yetu yote hapo. Hii michezo miwili kule Bekane na hapa kwa Mkapa, na kwa sababu kwa Mkapa ndiko tunakomalizia, tunaomba kabisa kwamba ili kombe tulichukue. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Naibu Waziri Mkuu ambaye pia ni Waziri wa Nishati, Daktari Doto Biteko, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya ufunguzi wa maonesho ya kitaifa ya kazi ya utamaduni na sanaa ambayo yanaendelea kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Huyu hapa mwanamichezo wetu. Hayo yameelezwa na afisa mikopo wa utamaduni na sanaa Saumu Omari, ambapo amesema maonyesho hayo yamekuwa na tija kwa taasisi shiriki ikiwemo zile za Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha wananchi kujitokeza kwa wingi kwa siku zilizobaki kuelekea kilele Aprili 30 mwaka huu. Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimeuzwa katika maonesho haya. Kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na taasisi mbalimbali ambazo wamejumuika pamoja nasi kwa ajili ya kushiriki katika maonesho haya. Tumepata mwitikio mkubwa sana kwa wananchi na wadau mbalimbali ambao wamekuja hapa katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja, na pia kushiriki pamoja nasi katika siku ya hafla ya ufungaji ambayo itafanyika siku ya Jumatano tarehe 30, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Doto Biteko. Kwa upande wa wawakilishi wa taasisi za Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, wameeleza umuhimu wa maonyesho hayo kitaifa. Bodi ya filamu tuko hapa kuwapatia wasanii elimu ya wasanii wanaofanya shughuli za filamu, elimu ya urasimishaji, kama vile kuwa na vitambulisho, kufuata sheria za kuhakiki maudhui yao kabla hayajapanda ili aweze kupatiwa madaraja. Tupo hapa kutoa elimu ya usajili au tunasema kujirasimisha kwa wasanii, wadau wasanii, ambapo kwa siku tutakuwepo katika maonyesho haya. Tumepata wadau wengi waliofika kwenye banda letu kuulizia huduma zetu. Watu wamekuwa wanabananga lugha ya Kiswahili. Wanapokuja hapa
watakufanya wakichukua kamusi kuu ya Kiswahili au kanuni kamusi kuu ya Kiswahili, wataweza kujua lugha ya Kiswahili fasaha kwa sababu ndani yake kuna misamiati, kuna maneno. Wengi wa hao wabunifu wamekuja kusajili na kurasimisha kazi zao, lakini wengine walifika ili kuweza kupata uelewa wa haki miliki ni nini na jinsi gani wanaweza kulinda kazi zao. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kutoka Tanga, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batrida Buriani amezindua mashindano ya mbio za magari ya DATT Drag Race ambayo yalifanyika katika eneo la Kigombe, wilaya ya Muheza, mkoani humo, yakilenga kufungua fursa ya kiuchumi kupitia sekta ya michezo. Taarifa zaidi na Raya Kipengo. Eneo la Kigombe ni sehemu ya ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani Saadani Bagamoyo ambayo serikali inaendelea na ujenzi wake, ambapo mashindano hayo yamefanyika ikiwa ni kujivunia utekelezaji wa miradi inayofanywa na serikali. Kama mnavyojua barabara hii ni ya Afrika Mashariki. Mimi nikisikia tu jinsi inavyorefu vile moyo unasisimka. Najua sasa mashindano yamepata eneo muafaka. Sisi tuna imani tukio hili ambalo mmesema sasa litafanyika Tanga litazidi kuwa na ubora mkubwa, lakini litazidi kuwa na amani zaidi. Ni mashindano yatakayokuwa ni mashindano makubwa ya kimataifa. Mratibu wa mashindano hayo Ali Mchahaga ameahidi kuendeleza fursa katika mkoa wa Tanga kutokana na mwitikio uliopo. Tumefarijika sana kuwa na serikali katika maeneo haya, tuseme kutushika mkono kama DATT Drag Race Raven Wave kwa msimu huu wa 3 episode ya kwanza. Sisi imani yetu michezo inakuza ajira, michezo inakuza uchumi na maendeleo. Kwa hiyo sisi kama wilaya Muheza, baada ya kupokea taarifa hii, tumeendelea kuwapa ushirikiano. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Jumla ya makocha 30 kutoka maeneo tofauti nchini wanashiriki kozi ya ukocha kwa ngazi ya Diploma D ya CAF ambayo inaratibiwa na chama cha soka wilaya Ilala IDFA kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Ilala IDFA Kondo Musa amesema kutokana na ukweli kwamba kuna upungufu wa makocha nchini, wao kama chama kwa sasa wamejikita katika kuratibu kozi kwenye ngazi tofauti. Tuna upungufu wa walimu Tanzania. Kwa takwimu za hivi karibuni inaonekana mwalimu mmoja kwa sasa hivi ana wastani ya wachezaji 2000, wakati kitaalamu mwalimu mmoja anatakiwa na wastani wa wachezaji au wachezaji 8 hadi 12. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa sana kuongeza walimu. Kwa hiyo sisi kama Ilala kwa kufanya kazi, maana yake tunafanya kazi kwa sababu ni vision ya Rais wa TFF Wallace Karia kuhakikisha makocha wazawa wanaongezeka Tanzania. Kwa upande wake mkufunzi wa sheria ambaye pia ni kocha amezungumzia mwarobaini wa kutopata makocha wengi wa kike, huku baadhi ya washiriki wa kozi hiyo wakizungumzia matarajio yao. Anaweza wale ambao tuliwafundisha wamefika mbali na bado wanafanya vizuri zaidi. Tuhamasishe na wale wengine nao waweze kuja ili tuweze kuendelea nao. Tuna mashindano ambayo yanaendelea sasa ya wanawake, yanachezwa Kines Jumamosi na Jumamosi iliyopita. Katika wale watokee watu wa kwenda kuhamasisha waje kusoma, coaches na referees vile vile. Nimeamua kuja kusoma kozi ya Diploma D ili niweze kusaidia vijana waweze kujifunza mpira, lakini pia waweze kuwa wachezaji wazuri wenye nidhamu. Lazima ujirasimishe kwa vyeti na maarifa zaidi, kwa sababu na kuendea sasa hivi mpira ushakuwa biashara kwa wachezaji, kwa makocha na kwa wasimamizi wengine pia. Kwa hiyo nimekuja kuchukua kozi kwa sababu ya kuongeza taaluma na kufukuzia kipato pia, ambayo ukienda kuipata na ukimsikiliza mwalimu na since syllabus huwa zinabadilika, unaweza ukawa unapata vitu vingi zaidi kuliko ambavyo unaweza ukakaa kwenye sehemu yako, kwa sababu una sehemu ya kusemea ukausema mpira kwa vile ambavyo wewe unaweza ukaonafikiria. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani kimataifa? Moja kwa moja tuungane na mwanamichezo wetu Witness Matiku. Klabu ya Liverpool imetawazwa mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza kwa mara ya pili katika historia yao, wakifikisha rekodi ya mataji 20 ya ligi kuu sawa na ile ya Manchester United ya kuandika historia mpya chini ya kocha wao mpya Arne Slot.
Ushindi mkubwa mabao 5-1 dhidi ya Tottenham Hotspur siku ya Jumapili umehakikishia Liverpool taji hilo kwa msimu wa mwaka 2024-2025 wakiwa mbele ya Arsenal kwa tofauti isiyoweza kufikiwa, huku zikiwa zimesalia mechi 4 kabla ya msimu kukamilika. Liverpool sasa wamekuwa klabu ya 7 katika historia ya ligi kuu kutoa ubingwa mapema namna hiyo. Hii ni mara ya pili kwa Liverpool kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza tangu uanzishwe mfumo mpya mwaka 1992 baada ya kufanya hivyo kwa mara ya kwanza msimu wa 2019-2020 chini ya Jurgen Klopp wakati wa janga la Uviko 19, kipindi ambacho mashabiki hawakuruhusiwa viwanjani. Tofauti na wakati huo, safari hii mashabiki walikuwepo kushuhudia na kusherehekea mafanikio hayo kwa macho yao. Kocha Arne Slot ameweka rekodi ya kuwa kocha wa 4 kushinda taji la ligi kuu katika msimu wake wa kwanza baada ya Mourinho, Ancelotti na Ranieri kufanya hivyo. Witness Matiku, Channel 10 Michezo Kimataifa. Namna hivyo msimulizi wetu katika michezo anga kimataifa ndivyo ambavyo ananipeleka upande wa burudani. Burudani, Lilian Wasira na Wanawake Bendi wamezindua albamu yao kwa kishindo katika tukio la kipekee lililofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Uzinduzi wa nyimbo na video 12 za muziki wa Injili ulivutia umati mkubwa, huku video hizo zikiwa tayari zinapatikana katika mitandao ya kijamii. Akizungumza na waandishi wa habari, Lilian Wasira ambaye ni mwanzilishi na kiongozi wa bendi hiyo alisisitiza kuwa yeye ni mtunzi mkuu wa vibao vya bendi hiyo ambavyo vimepata umaarufu miongoni mwa waumini wa kiroho. Leo nina furaha sana. Nipo hapa kwa ajili ya kuzindua video album, video 12 ambazo zinabebwa kwa jina la Saimetimia natoka kama dhahabu. Kwa hiyo kuna nyimbo mbalimbali za kumpa Mungu tukufu, lakini pia nyimbo ambazo zina hisia kali sana. Wengi mnaufahamu wimbo wa ukiona watu wanatoka mashimoni, unaitwa Saimetimia. Video ilishatoka lakini tulikuwa hatujafanya uzinduzi. Kwa leo tutazindua video zote 12 na zitakuwa YouTube pamoja na digital platforms zote. I'm so happy, nina furaha sana kwa sababu hiyo. Lakini pia leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Nilipenda sana nitoe kazi zangu zote za sanaa siku ambayo ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwangu. Nimshukuru Mungu kwa kipaji alichonipa cha kutunga, sababu nimetunga nyimbo zote 12. Lakini pia nitajisikia na mimi kuona hapa duniani nimechangia, nimefanya kitu kwa ajili ya Mungu. Nimeliishi kusudi la Mungu. Yes, ndio maana nikataka nifanye siku yangu ya kuzaliwa. Kwa leo ninasherehekea siku ya kuzaliwa kwangu. Namna hivyo mpaka hapo nafikia tamati yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku ya leo kubwa. Tunasherehekea taifa la Tanzania linaburudika kwa ushindi mnono kwa klabu yao ya Simba kuingia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na mimi sina neno kuwapatia kila lilo jema na kuwatakia ushindi ili waweze kutoa kombe hilo na kurejesha hapa nyumbani. Naenda kurejesha kwake Philip Nandwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima leo. Kumbuka mimi ni mwana mchezo wako Witness Ngalawa, ameweza kuniita Winga Teleza. Naam, huyo ni Winga Teresa Witness Alanu Singalawa. Ndivyo ambavyo anatamatisha habari hizo za michezo pamoja na burudani. Na mtazamaji, nami sina la ziada kutokea hapa. Ndivyo ambavyo nimekamilisha habari za kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Philipina Ndwata, na mtazamaji ni kuache na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kuweza kujua utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Nikutakie usiku mwema. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Mpaka ilipotimia saa 3 asubuhi ya leo, kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo kilichopo Pemba kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 136.1. Kama kuna athari yoyote iliyotokana na mvua hiyo kubwa, tafadhali usisite kutumia matukio hayo kupitia mitandao ya kijamii ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Na picha za satellite kwa mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu mazito yalionekana zaidi katika maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi, hali iliyosababisha kuwepo na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo hayo.
Mifumo ya upepo inatuonyesha kwa siku ya kesho upepo kwa ujumla unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mbalimbali ya nchi, na viashiria vya mvua vyenye nguvu vinaonekana katika maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari Hindi na kusogea kidogo ndani katika maeneo ya mkoa wa Morogoro, huku mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa iliyopo mwambao wa pwani yetu ya Bahari Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro. Ni vyema kuendelea kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria kunatarajiwa na hali ya ngurumo za radi, huku nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache, na mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kwa usiku wa leo kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, sehemu zilizosalia zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi na yenye hali ya ukavu kwa ujumla. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie nyakati njema.